katibu mkuu wa TFF. Katibu mkuu maana yake ndio mtendaji katika mpira wa nchi hii. Sio, unanielewa? Rais kazi yake ni kusimamia sera. Ukiambiwa rais katika klabu, rais wa TFF kazi yake ni kusimamia sera. Mtendaji maana yake ni katibu mkuu. Katibu mkuu ni moyo katika shirikisho na katika mpira wa nchi hii. Mimi nilikuwa najiuliza kwa nini taarifa ambazo katibu mkuu ukiona ofisi yako imevuja, taarifa za ofisi zinavuja, au pasi kukaa hata dakika moja kuwa kiongozi katika taasisi yoyote. Hiyo la kwanza. Lakini ya pili, katibu mkuu, haya mashindano ya FA ambayo imejadiliwa, Yanga anahitaji fedha zake. CRDB wanatakiwa atoke hadharani kwa sababu hii ni skendo. CRDB kama ni benki kubwa katika nchi hii, kama mmetoa fedha, mnatakiwa mtoke hadharani mseme mmetoa fedha. Huyo mtu ambaye tunamdai maana yake anatakiwa atoe. CRDB wakikaa kimya katika hili, maana yake utaonekana CRDB wanafanya maana yake uzurumate, atoe nini? Zawadi kwa washindi. Ndio tafsiri ya haraka. Kwa naomba na nitampigia meneja CRDB rafiki yangu, nitamwambia kwa jambo hili CRDB mtoke hadharani mseme kama fedha mlitoa tarehe fulani muda fulani imeenda kuna akaunti fulani, sisi tunaenda kurudi ambaye amezuia fedha zetu. Sio, unanielewa? CRDB wasiwe na mikono michafu katika jambo hili. CRDB nyie ni taasisi kubwa, mnaaminika duniani. Kuna uchafu wa namna hii, na kama ni kweli bado fedha za Yanga CRDB mnazo, maana yake mtakuwa mtende haki. Lakini katika hili tumezungumza robo. Sasa hivi tuko ulingoni. Ulingoni hapa ambaye kila mmoja amevua gloves. Tupo kavu. Kama kidume ajibu. Hapa tuko ulingoni, kila mtu amevua gloves. Tuko kavu. Refari amekaa pembeni. Kama kidume ajibu. Hapa tumezungumza ni robo ya uchafu ambao upo. Wakijibu tunatoa nondo nyingine. Akijibu tu tunatoa nondo nyingine. Kwa sababu ushahidi wa tarehe 8 Machi tunao. Tunawasikilizia tu tunao. Na wakae kwa makini tunao. Tunajua A mpaka Z. Ndio maana tukasema tarehe 8 Machi haikualishwa kwa sababu hizo ambao mmedanganywa. Tarehe 8 Machi imealishwa kwa sababu ya huyo kiongozi mkubwa. Na huyo kiongozi, bodi ya ligi mnapaswa mtoke mseme ni nani. Msiposema ni nani, kwa sababu na kikao mnizungumza mnimtaja, sisi tutamtaja. Kwenye kikao wamemtaja kwa mujibu wa msemaji. Wamesema kwenye kikao walimtaja, wao wakasema kumlinda washinda kumtaja. Ndio maana tukasema kama nyie mtashinda kumtaja Yanga mtamtaja, tutamtaja. Na hii tumezungumza ni robo. Hatujafika nusu na robo ya kuzungumza yote. Tukizungumza yote Salome hawezi kupita mtaani. Watapigwa mawe kila sehemu tukizungumza yote. Nasema tumezungumza robo kwa ajili ya mustakabali wa mpira wa nchi. Kama wana masikio mawili watatuelewa. Kama wana dini mbili watatuelewa. Lakini kama wataki heshima ndani ya nchi, tutaiharibu. Na tutaambia Tanzania hao ndio viongozi ambao mmewaamini. Hiki ni kidogo. Tumezungumza mambo ya marefali katika nchi. Nilikwambia anaongoza marefali anaitwa Hamdun Nasolo, anatoka Kigoma. Katibu mkuu nimekwambia anatoka Kigoma. Huyo ambaye anasimamia waamuzi ndio anaharibu kila siku. Ndio huyo manaka achukue hatua. Ndio hapa msemaji amekwambia umechezea Simba, tunafahamu. Inawezekana una mapenzi hiyo, lakini katika kusimamia haki unapaswa kusimamia haki, na tutasimamia haki. Sisi tunaweza kujisimamia wenyewe. Hatuna msaada wa mtu mwingine yoyote, na hii tasimamia kwa kila moja. Namwambia mnasema klabu ya Yanga ni muda mwafaka, kama una silaha yoyote kuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Tushavua gloves. Sasa hivi ni kavu. Ataamua kuja ulingoni aje, lakini hii vita tutashinda. Mwalimu, umetoka kutokucheza mchezo wa Kariakoo Derby. Sasa hivi tamko ni kwamba hamtacheza michezo yote ya ligi, na kubwa zaidi kama mambo yakienda ndivyo sivyo mnajitoa kabisa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Hili tamko. Yaani unapotoa jambo fulani lazima uweke na demand. Yaani unataka uniambie watu 4 ni wakubwa kuliko watu 135. Sikiliza, hapo mtanange Salome, uonekane hujui. Katika nchi. Umeona wadhamini wote wamekuja ligi kuu. Wamekuja kwa ajili ya klabu ya Yanga, haja klabu nyingine yote. Wadhamini wameongezeka ligi kuu kwa sababu ya klabu ya Yanga.
Kwa mujibu wa N-card wenyewe, mashabiki wa klabu ya Yanga ndio mashabiki wanaongoza ndani ya miaka 5 kuingia viwanjani. Kwa maana yake walioleta wadhamini ni klabu ya Yanga. Lakini cha pili unatakiwa uelewe, Yanga inaenda mkoani, imeenda Kigoma. Umeiona hujaiona? Ile nyomi umeiona hujaiona? Yanga imeenda Tabora. Ile nyomi hujaiona umeiona? Yanga imeenda Babati. Ile nyomi hujaiona hujaiona? Yanga imeenda Kagera. Ile hujaiona umeiona? Yanga imeenda Mwanza. Hujaiona hiyo nyomi? Yaani Yanga ndio klabu pekee duniani ikienda sehemu yote, mkoa yoyote, inapokelewa zaidi ya rais. Hakuna chama cha siasa, hakuna rais yoyote Afrika ambaye ameenda sehemu nyingine akapokelewa zaidi ya klabu ya Yanga. Hiyo ni brand ya klabu ya Yanga. Na wadhamini wakiona vile, najua maana yake nini? Yanga ipo. Yanga isiposhiriki maana yake wadhamini wote na ligi haipo. Yaani ligi hii ipo kwa ajili ya Yanga. Hata chama cha mpira TFA, Tanganyika Football Association, 1930 kimeanzishwa na Yanga sisi. Na mpuzi yoyote asiseme, kwa sababu nchi hii ina wajinga wengi. Mpuzi yoyote asiseme akaja kuambia eti wale wanadekezwa. Sikiliza, hii ndo nembo ya Afrika. Nembo ya Afrika. Hakuna klabu yoyote duniani ina mwenge wa uhuru zaidi ya Yanga Sports Club. Hakuna kiongozi yoyote, nenda Uganda, nenda Kenya, nenda Malawi, nenda Zambia, hakuna nchi iliyopata uhuru nchini kwake bila mchango wa klabu ya Yanga. Kenneth Kaunda mwaka 71 tunampaiga kiwanja cha Kaunda. Kaka hapa Jangwani kafundishwa. Hii ni klabu ina historia tofauti na vilabu vingine tofauti duniani. Ndio klabu ambayo imesaidia nchi za pembezoni kupata uhuru. Kuna klabu nyingine zaidi. Kwa sisi tuna kila sababu, ni giant ya Afrika. Leo unavyotaja giant, timu 3 zenye wanachama wengi, ukiacha National Zamalek inafuata Yanga Sports Club, milioni 35. Kuna klabu zaidi ya Afrika zaidi ya Yanga. Yaani tafuta klabu Afrika yenye historia tofauti na Yanga, klabu gani? Sisi ni wakubwa kuliko hao vyote vitoto vya 2092 vimezaliwa. Wanakuambia eti Yanga wanadekezwa. Sikiza. Sisi ndio tumeanzisha mpira kuchezwa katika nchi hii. Sisi ndio timu ambayo tumefunga timu zote katika nchi hii. Timu yenye makombe kwa timu yote yenye mafanikio katika nchi hii. Mwenye kadi namba 1 kaburi ni Mwalimu Nyerere. Unaelewa? Rais wa nchi hii ndio mwenye kadi namba 1 Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo vilabu vingine hajaviona. Namba 2 ana mwenye kadi namba 2 ni Karume, Hayati Karume. Namba 3 Kenneth Kaunda, namba 4 Mama Fatuma Karume. Kwa hiyo vilabu vingine hajaviona. Sikiliza, klabu hii ndio tofauti. Bila Yanga imara maana yake wakoloni singetoka katika nchi hii. Kwa unavojamba kuna studio, unavoongea utumbo kuna studio, utambue historia ya klabu hii. Hii ndio klabu pekee Afrika na duniani yenye historia ya kukomboa nchi kupata uhuru. Sio moja, nchi zaidi ya 4. Ujue hiyo historia. Kwa usikae unasema tu nadekezwa. Mpuzi wewe. Hii ndio klabu ambayo inapaswa kulinda. Ni tunu ya nchi. Ukiharibu hii maana yake umeharibu maana yake amani ya nchi. Mwalimu, ni kama tunamaliza na hila hapa. Yanga sasa hivi rasmi imeingia ulingoni kama ambavyo umezungumza. Ni kama matamko ya leo yamekuwa makubwa zaidi ya awali. Kwanza haya ni awali, hapa ni bado, hizi ni lashalasha. Ni bado. Sikiliza, hizi ni lashalasha. Wakitaka tunyeshe mvua itakuja ya mafuriko ambao hakuna mtu ambaye ataizuia hiyo mafuriko. Hizi ni lashalasha. Ndio maana nimekuambia tuko ulingoni. Tushavua gosi. Tumekunja ngumi. Kama kidume kunja ngumi inapigana. Lakini kama kidume nishakupiga ngumi ya kwanza, rudisha ngumi ndio dunia atafahamu. Hii ni lashalasha. Tutataja madudu yote ambao wanayo. Yote. Na Watanzania watajua na dunia watajua. Madudu yote. Hii tumetaja robo. Tunataka wajibu. Kama wao ni vidume kweli wajibu. Hii ni robo. Na bado tutataja mkanda mzima wote. Sikiliza, hii ni taasisi ndani ya taasisi. Yanga ni kubwa zaidi ya Marekani. Ni taasisi Yanga ni kubwa zaidi ya Marekani, ni taasisi ndani ya taasisi. Yaani wewe unachokiwaza wewe tulishafanya vetting muda mrefu. Yaani unatengeneza wewe habari tutafanya tushafanya uchunguzi muda mrefu. Yaani unafanya uchunguzi chamaliza.